niko na mzee Gulam au mnampenda kumuita nani? Mwindi wa Simba, lakini mimi namjua kwa mzee Gulam. Naelewa. Tunataka tuzungumze machache kuelekea msimu wa ligi na kuelekea kwenye timu yetu ya Simba kiujumla. Kuna vitu vingi sana vimejitokeza ndani ya Simba. Wengi wenu mtakuwa mnavijua na vile ambavyo msivyojua, lakini tunataka tutengeneze umoja. Unajua hivi vyote vinavyotokea ndani ya Simba tumekosa umoja. Ile kauli yetu ambayo ndo kauli wazee wetu waliasisi ya Simba nguvu moja imeenda kupotea na haipo. Na kwetu imekuwa pigo kubwa, imekuwa kama laana upande wetu. Baada ya kuiweka pembeni kauli ya Simba nguvu moja, kwetu imekuwa kama laana. Kwa mtoto aliyezaliwa sasa hivi au kwa mtoto wa hivi karibuni, akisikia ubaya ubwela anajua ni kauli ya Simba Sports Club au ni slogan ya Simba Sports Club. Lakini sio kweli. Unaelewa eh? Slogan ya Simba ni Simba nguvu moja na maana kubwa sana. Sasa kuna vitu ambavyo vinatokea ndani ya klabu, unaona kabisa kuna mtengano ambao unakuta kuna timu, kuna timu Mo, kuna timu Mangungu. Hizi timu hazina maana kwenye klabu yetu na ndio vitu ambavyo vinatuzoofisha kwenye klabu yetu. Na ndio vitu ambavyo unaona hata tajiri ambaye tunayemtegemea atufanyie makubwa anashindwa kutufanyia kwa sababu ya hivi vitu. Tumekuwa kuna huo mtengano. Huyu anazungumza hiki, huku anazungumza hiki, na hicho ndio ambacho kinapelekea mpaka baadhi ya wanachama na mashabiki waone kwamba timu yetu ina mpasuko mkubwa sana. Tuna misimu 6 takribani, tunaelekea msimu wa 7 sasa hivi kwamba Simba haijachukua ubingwa wa aina yoyote. Ubingwa wa ligi kuu ndani hatujabeba. Unaelewa eh? Na nashangaa kuwaona baadhi ya mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wakisherehekea kwa ubingwa wa Mapinduzi na ubingwa wa CRDB. Ni kitu ambacho kama ni kikubwa sana kwetu. Sisi kwetu sio kitu kikubwa, ni kitu cha kawaida. Target ya timu kubwa kama Simba ni target ambayo tusherehekee makombe makubwa. Ligi kuu ya NBC, ligi ya mabingwa Afrika, na hilo ndio target yetu ya timu kama Simba, kwa timu kubwa kama Simba. Lakini haya yote yanayotokea kwenye klabu, unaona vitu ambavyo tunakingana wenyewe kwa wenyewe. Na hii klabu haivunjwi na mtu wa kutoka nje. Sisi wenyewe tunaojiita influencers wa Simba na wale wanachama ambao wenye sauti ndio tunaivunja hii klabu yetu. Kutokana na maneno yetu, yani ulimi wetu ndio unavunja hii klabu. Ukimsikiliza huyu anazungumza hiki, huyu anampinga huyu, huyu anampinga huyu. Sasa yupo mtu ambaye anaweza akatengeneza suluhu kwenye klabu yetu ya Simba. Unaelewa eh? Na kila kitu kikakaa sawa na wote kuanzia mashabiki mpaka wanachama tukazungumza lugha moja ya Simba kwamba Simba nguvu moja tukazungumza. Yaani anachozungumza mwenyekiti nitakisupport mimi, unaelewa? Kila mtu atakisupport. Unaelewa? Anachokizungumza mwekezaji atakisupport mwenyekiti wa Simba na maanisha mtazama Ngungu na watu wengine wote watakisupport. Lakini sasa hivi unakuta mwekezaji anazungumza la kwake, mwenyekiti wa Simba Mangungu anazungumza la kwake, mashabiki wanachama wanazungumza la kwao. Hii kitu hatuwezi kujenga klabu yetu. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa kuwaomba wanachama wa Simba na mashabiki wa Simba tujaribu kuzungumza lugha moja tukielekea kwenda kuijenga timu yetu. Hivi karibuni nafikiri kama sio mwezi wa kwanza nafikiri. Unaelewa? Kuelekea mwakani tuna uchaguzi mkubwa sana. Sijui kama watu wamejiandaa na huu uchaguzi. Wale tunaosema kwamba hawafai wametuongozea klabu yetu zaidi ya miaka 6-7 bila mafanikio yoyote. Tunajiandaa vipi sasa kutengeneza watu ambao watakuja sasa kuitoa klabu hapa ilikofika na kwenda mbele? Watu wanahisi kwamba hii migongano ya ndani klabu inajenga. Unaelewa? Inatengeneza motivation labda. Klabu yetu inazidi kukua. Unaona hao wawekezaji, unaona mfano wa Jairuti yuko pale, mdhamini wetu wa jezi, unaelewa? Na baadhi ya wadhamini wengine ambao wako ndani ya Simba. Watu wanafikiri hivi vitu vinakuja kwa sababu Simba hata ikikosa kuchukua vikombe, hivi vitu vinakuja tu from nowhere, watu wanakuja wanaweka hela zao. No. Mtu anaweka hela yake kwenye timu ambaye inachukua vikombe, timu ambayo ina mashabiki wanajitoa. Kwa kujitoa mashabiki wa Simba no doubt watu wananunua jezi, wanafanya kila kitu. Shida tu ipo kwamba klabu inakoelekea, watu wengi wanafikiri kwamba hii klabu inakoelekea kwamba inaenda kuwa juu, kumbe klabu inashuka chini. Timu yoyote ya mpira duniani kama haibebi makombe, uwezo wake wa kusikika na uwezo wake wa kuchukuliwa na watu wengi unakuwa mdogo. Unaelewa? Sasa watu hivi vitu wanavichukulia masiara. Watu wanakuambia Simba haiwezi kufa bwana, Simba club kubwa sana, Simba ina watu serikalini, Simba ina nini, haiwezi kufa. Timu ngapi za wanachama zimekufa? Mzee Malini, timu ngapi za wanachama zimekufa? Hata Ulaya tunaona kuna timu za wanachama zimekufa nyingi tu. Unaelewa? Kwa hiyo swala la kufa Simba linaweza ikafa muda wote. Na inakufa vipi? Wadhamini tunaanza kuwakosa. Unaelewa? Mtu anakuja anaweka hela yake, anataka apate kitu. Hasa leo hii klabu inapozidi kufanya vibaya, migogoro ndani ya klabu, sio? Vitu vingi haviendi ndani ya klabu. Mtu anajitoa
Akijitoa mtu, mtaendeshaje klabu pasipokuwa na hela? Kwa hiyo unakuta watu wanajitoa, wakishajitoa watu wenye hela, mnabaki nyinyi sasa ambao mnajiita influencer ganganja, mnakaa mnamtukana tajiri, mnakaa mnamtukana huyu, mnabaki wenyewe mnaangalia na usoni, hakuna cha kufanya. Lazima turudi kwenye umoja wetu kama Simba. Hili natoa kwa wote, unaelewa, kuanzia mashabiki, wanachama wa Simba, influencers wa Simba, unaelewa, mpaka viongozi waliokuwa juu. Waache migongano, turudi kwenye Simba nguvu moja, tusimamie hapo kwenye misingi, afu tujue kutatua matatizo yetu. Haya matatizo hayawezi yakatatuliwa kwa kila mmoja akiongea pembeni. Nikiangalia shutuma nyingi sana anatupiwa bwana Murtaza Mangungu. Kwa jicho la haraka mtu unaweza kusema kwa nini anatupiwa yeye? Na ndio unakuta wengi wanakuambia Mangungu, mwingine anakuambia Mangungu anacheza mpira. Mangungu hivi. Yaani watu kitu wasichokijua. Huyu ndo mwakilishi wa watu wengi ndani ya Simba. Huyu ndo mwenyekiti wa klabu, huyu ndo mwenye moyo wa klabu. Huyu ndo mtu ambaye kachaguliwa kwa kula na wanachama wa Simba. Sio? Kawekwa pale kwa ajili ya kazi yake moja tu, kuifanya klabu, kuitetea klabu na kusimamia nembo za klabu na kuifanya klabu izidi kwenda mbele zaidi, huku akitengeneza muunganiko uliokuwa bora zaidi kwa wanachama na mashabiki. Lakini tukiangalia hiki kitu kwa miaka aliyoingia mwenyekiti wetu, tunaona mtengano mkubwa, sio tena umoja, tunaona mtengano. Sasa mimi binafsi kama Nyamisimba nimezungumza sana na Murtaza Mangungu. Watu wanaonaga mimi ninapompiga mawe wanajua sizungumzi. Mimi na chat naye kwa message sana. Na kuna siku nilimwambia kabisa, kama kuna sehemu unafeli mwenyekiti kuwa na watu ambao hawawezi wakakupa ushauri uliokuwa bora, ningekaa na wewe hata kwa sekunde 30 tu, ningejua future yako, ningejua mwenendo wako, na nafikiri kwa uwezo wangu uliokuwa mdogo ningekushauri nini cha kufanya ndani ya klabu ya Simba. Alichonijibu akanambia njoo kwenye nafasi yangu wewe. Unaelewa? Alichonijibu, message yake ninayo hapa kwenye WhatsApp. Njoo kwenye nafasi yangu wewe. Sasa unaona ni mwenyekiti ambaye kwa kweli tuna shida, ashauriki. Nikiangalia kwenye mkutano mkuu ambao ndo unajumlisha wanachama wote wa Simba, pale ndo watu wanazungumza vitu vyao vya pointi vya maana, mnashauriana, mwenye kucharuka na charuka pale, mwenye kupozwa na pozwa pale, unawakimbia. Sasa utapata suluhu wapi kama unawakimbia wanachama wako? Utapata suluhu wapi? Unaona? Sasa huko kote huko utatuzi wa hivi vyote ni nini? Utatuzi mpaka hapa tulikofikia na maana tumeshashindwa. Mwenyekiti tumeshamshindwa, mwenyekiti tumeshakubali kwamba ameshindikana, hataki ushauri wa wanachama wala mashabiki, unaona, wala influencers wala viongozi wenzie. Unaona Lakini tukiangalia kuna watu wanapiga madongo kwa mwekezaji. Nimeona juzi kuna mtu mmoja, sitaki kumtaja kwa jina kwa nafasi yake, amezungumza akasema yeye yuko tayari kuchukua nafasi ya uwekezaji ndani ya Simba. Hebu tujiulize, miaka iliyopita nyuma, 2013, 14, 15, 16 Simba inapita kwenye msoto, walikuwa wapi? Na huyu mtu alikuwepo na alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi serikalini, alikuwa na uwezo wa kuisaidia Simba. Kwa nini atokee leo? Kwa sababu ya maslahi yake binafsi, ana mgongano na mwekezaji wetu aliyokuepo, anakuja kwa sababu anaona hili tundu ndo hapa kupiga, na yeye ndo anapiga pale pale, kwa sababu anaona Simba haifanyi vizuri kwenye usajili, hatufanyi vizuri kimataifa, ndani tuna migogoro ya kutosha. Anakuja mtu anakuambia mimi niko tayari kuwekeza kati ya wale wawekezaji watatu, na mimi niko tayari na wenzangu tayari, na wengine wamenipigia simu. Before ya hapo ulikuwa wapi? Na kitu wana Simba wanasahau sana na wanajisaulisha sana. Sisi hakuja kwetu kusema nataka uwekezaji ndani ya Simba, alifatwa. Na miongoni mwa watu waliomfuata kuja kuwekeza ndani ya Simba, Mangungu hakwepo. Huyu Mangungu hakwepo. Mzee Magoli, marehemu Hans Popu, unaelewa? Wakina Kajuna. Unaona? Ni viongozi ambao wa Simba tunawajua, hata ukiwataja usiku walimfuata huyu mtu. Na ndio maana kuna vitu alizungumza, hakuna mtu alitoka mbele akasema hiki kitu sio sahihi. Kwa sababu muundo wetu wa klabu mwanzo tulipokuwa tunamfuata kutaka aje awekeze uwekezaji wa Simba, kuna baadhi ya viongozi wa Simba wachache walikuwa wanataka kumuuzia kabisa timu mpaka serikali ikaingilia kati. Ndio maana ukiangalia mfumo wa mwanzo alikuwa na 51%, wanachama tulikuwa tuna 49. Sio? Kwa hiyo mfumo ule baadhi ya watu wajanja na wengine wamekimbia sasa hivi wako Marekani, wamekimbia, taarifa zao tunazo, tunawajua. Wametengeneza ujanja. Ndio maana alivyojua kule BBC, miongoni mwa vitu ambavyo vya samani ulivyonunua kwenye maisha yako akahitaji Simba Sports Club. Je, kuna kiongozi yoyote wa Simba aliyetoka akasema huyu bwana ni muongo? Leo hii sisi mashabiki na wanachama hapa tumekaa tukiambiwa kwamba ameinunua Simba, mtafanya nini? Mtajiua?
Tutajua. Na kama yupo, mimi nashindwa kuelewa. Na kama yupo mtu ana deserve kuwekeza ndani ya Simba, ana pesa nyingi zaidi ya Mo, sisi mwakilishi wetu ni mwenyekiti wetu Bwana Murtaza Mangungu, kwa nini asitoke hadharani akasema jamani, nimempata mtu huyu hapa ana pesa zaidi ya huyu tuliokuwa naye, anataka kuwekeza ndani ya Simba. Kwa hiyo huyu bwana huyu kama kweli yeye ana hela na yuko tayari kuiwekeza ndani ya Simba, tumshindanishe na huyu. Wewe umewekeza bilioni zako 20, kuna mtu hapa na B2, sio? Uko tayari bwana Mohamed kushindana na huyu mtu? Mohamed aseme mimi siko tayari. Bwana, zile pesa zako ulizotoa utarudishiwa, sasa hivi tunaenda na huyu. Kwa nini wanapita uani? Kwa nini wanapita uani? Yaani anawachukua watu wachache, anakaa nao sehemu, anazungumza naye kuhusu uwekezaji wa Simba, na wanatoka na ajenda zao kuja kumnanga au kuja kumdhihaki huyu mwekezaji tuliokuepo. Sisi wana Simba tunajua alikotutoa. Sawa? Sisi wana Simba wanaotuona wewe tunajua alikotutoa huyu mtu. Na ndio maana tunawaambia kama yupo mtu mtuletee hadharani, msitufichie. Mje mtuambie bwana Mo huyu afai, tuna huyu sasa hivi anafaa. Sio? Sisi wenyewe tutajua kwamba jamani huyu jamaa huyu bwana muda wote anasuasua na hivi na hivi na nini. Unaelewa? Tumchukue huyu anayefaa twende naye ambaye mwenyekiti kamleta. Lakini mwenyekiti unawaita watu wachache, tunasikia yuko Gwambina, tunasikia si yuko wapi. Msimu ulioisha kuna watu walitoka wakazungumza kwamba Mo akitoa hela zake watu wanadai mpaka sijui wanadai mpaka hela ya mchicha, si wanadai nini. Unaelewa? Tunaelekea kwenye usajili wamesema hayo. Msimu tena tunaelekea kwenye usajili, mtu analigambua tena jambo la kwake tena. Anafanya vitu anavyovijua yeye. Sasa tunauliza kama kuna mtu kweli yupo na tayari yupo, kwa nini anafichwa? Kwa nini asije hadharani? Sisi hii ni klabu ya wanachama. Hii ni klabu ambayo iko open. Unaelewa? Na serikali walishatoa ufafanuzi muda mrefu kwamba hizi timu zinahitaji wawekezaji kwa muundo huu. Na kama serikali wameshatoa tayari kwamba wanahitaji hizi timu kama zinahitaji wawekezaji, mfumo uko hivi, kwa nini mtu anafichwa? Anawekwa kwenye bracket. Kwa nini? Kwa nini asije hadharani? Moka jitokeza hadharani. Kaja. Sio? Tunaona upande wa pili yuko bwana JSM. Wanafanya vitu tunaviona. Sasa huyu anayefichwa ni nani? Na kwa nini afichwe? Kuna mantiki gani? Kwa hiyo sisi wanachama na sisi influencer wenye akili zaidi tunaona kabisa hapa mwenyekiti ana agenda binafsi ya kutaka kuihujumu klabu yetu na kutaka kuifanya hii klabu isionekane kimataifa zaidi, tu tuna migogoro isiyoisha, ila wao wakizidi kujinufaisisha binafsi wenyewe. Unaelewa? Na kufanya hujuma kwa mwekezaji ionekane kwamba mwekezaji huyu tuliokuwa naye, unaelewa, rais wetu wa heshima afai, kwamba mtu wao ndo anafaa zaidi. Lakini sasa mtu wao yuko wapi? Mbona tumuone? Wanaletwa watu wanapita nyuma. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, tutengeneze, turudi kwenye muundo wetu wa Simba nguvu moja. Hii haina maana. Tulikofikia sasa hivi inatosha. Wazungu wanasema enough is enough. Now is enough. Tumechoka. Mimi Nyami Simba nimezungumza hili nyuma huko, mkiingia kwenye clip zangu mtaziona. Sasa hivi tunasema tumechoka. Tuko kwa ajili ya kujenga klabu yetu. Uchaguzi unakuja mwaka huu, nafikiri mwakani mwezi wa kwanza. Tunakuwa tuna uchaguzi. Tutachagua kuanzia mwenyekiti na wajumbe. Mimi miongoni nitakuwa kwenye hiyo nafasi ya kuwania nafasi ya ujumbe ndani ya Simba. Tumechoka kuzungumza nje. Tumechoka kukaa na kusema kwamba fulani hafai. Mimi nitachukua fomu, sawa, nitagombea nafasi ndani ya Simba. Na ndawashawishi wengine wafanye hivyo. Hatutaki kuzungumza nje. Hatutaki kukaa pembeni. Yaani ngoma inapigwa kule, mimi natikisa kichwa huko, nataka niingie nicheze mwenyewe nione. Hatutaki sasa kukaa pembeni. Nawaambia pia influencer wenzangu na vijana wenye uelewa na wanajiweza, ikitoka nafasi, muda ukifika, kijana wa Simba unaojiona una akili zako timamu huko vizuri, unaweza kuiongoza Simba yako. Tuache kulaumu na kuongea. Tukachukue fomu. Unaweza kugombea nafasi ya mwenyekiti, gombea. Nafasi ya ujumbe, gombea. Ukishindwa tunajua umeshindwa, lakini ulikuwa na nia. Na hata kesho ukizungumza tunajua unazungumza, ulikuwa unataka kwenda kuyatekeleza. Nimshukuru kakaangu Kisugu, sasa hivi amerudi kwenye reli. Alitoka kwenye reli, amerudi kwenye reli. Na angalia interview zake anazozifanya nyingi, unakuta kabisa sasa hivi ameshajua kwamba kule tulikokuwa tunakosea. Tukae kwenye njia hii, ndio msimamo sasa hivi wa klabu yetu. Huwezi kumbeza mtu anayekuletea posho nyumbani kwako, unakula, njia ya chooni unaiona nzuri. Huwezi kumbeza huyo mtu hata siku moja. Huyu Muhindi, Wahindi mimi nawajua wana sheria yao moja. Mtu anayekuletea chakula na kula huwa anatukuzwa kama Mungu, japo sio Mungu.
Sisi Mo katutoa mbali, sio kwamba tunamzungumzia tunasema Mo si na nini. Sawa, kuna vitu vinashirikanika, hawezi kuvifanya na kwa sababu juzi kwenye tamasha la Simba 88 kahoji vitu vya msingi. Watu wananiambia mimi sitoi pesa. Ni uongo, sio kweli. Mimi pesa ninayo na iko benki ya kutosha kabisa. Kwani pesa inakaa wapi? BOT juzi wamezungumza pesa haifadhiwi kwenye kibubu. Pesa haifadhiwi kwenye viroba ndani, pesa inakaa benki kwa mujibu na sheria ya serikali na BOT. Sio? Nataka nijenge facility za timu. Lakini hili nimewaachia baraza wanipe go ahead. Baraza la wadhamini la Simba anataka kujenga uwanja na ndoto yake ya muda mrefu, uwanja wa ushindani, viwanja vya mazoezi na hosteli za timu yetu. Sio? Sasa hii ni ndoto yake, ni future yake ndani ya Simba ya muda mrefu. Nani anaikwamisha? Kadi za wanachama wa Simba kahoji pale, kauliza mimi ndio nayotoa kadi za wanachama wa Simba, tunakwama wapi? Kwa hiyo unakuta bahati nzuri tumempata mwekezaji anayeweza kuzungumza. Unaelewa eh? Kazungumza juzi pale, maswali aliyouliza mpaka leo hakuna mtu aliyoyajibu. Kauliza tunakwama wapi kwenye transformation mpaka sasa hivi. Ukiuliza vijana wengi wa ajabu wanakuambia Mondo anakwamisha. Kawaambia pale tunakwama wapi? Nataka mfumo uishi haraka. Kaja kaoji kadi za wanachama. Kwa nini kadi za wanachama hazitoki na nikiwa mimi sitoi kadi za wanachama? Huu mfumo unakwama wapi? Kaja kasema juzi pale mwenyewe kwenye tamasha la Simba Day tarehe 8. Nataka nijenge uwanja wa ushindani Bunju. Na ndoto yangu kubwa na kuifanya Simba iendelee kimataifa. Sawa? Hili swala liko kwa wadhamini wa Simba, nataka wapitishe. Kwa nini sisi upande wetu Simba inaonekana kama vile kuna mkwamo wa vitu wa viendendi vina slip? Shida ni nini? Kwa hiyo ukija kuangalia na ukichunguza unagundua kweli watu wanaosema kwamba mwenyekiti wetu na baadhi ya watu wana maslahi binafsi na Simba, mkwamo na vitu ambavyo haviendi ndani ya Simba sasa hivi wanaviona kwa ndio zaidi. Sio? Mantiki na hoja kuu. Tunatakiwa tutoke hapa. Wazungu wanasema we must move on. Tunahitaji twende mbele. Sawa? Hatuhitaji tena kustendi hii sehemu tuliokuepo. Ni danger kwetu. Tunaona timu yetu ndani ya miaka 7 hata usajili wetu sio mzuri. Usajili wetu umekuwa wa kuungaunga. Sitaki kuingia sana kwenye usajili huko, kuna uzi, kuna chukiza. Lakini hivi vyote vinakwamisha kwa ajili hiyo. Ndugu yangu mimi nimuulize hapa. Wewe ndio mwekezaji wa Simba. Hii ndio Simba Sports Club. Unatakiwa uweke hela. Sio ndani ya Simba. Unakuja ndani ya Simba, unaona vitu vyote vilivyokuwa vya Simba sio vya Simba Sports Club. Unakuta majengo ya Simba yameandikwa Mwingi. Unakuta viwanja vya Simba vimeandikwa sijui nani. Unakuta hiki wewe utaweka hela yako hapo hiyo sehemu. Na kati wewe unataka uje pale ukute vitu vyote visome Simba Sports Club. Alafu ndo mkae mbageni mjue mnafanya nini? Lile jengo lile wamebadilisha Lita juzi tu. Hati ya jengo lile la Msimbazi limebadilishwa kama miaka 2 iliyopita kwenda Lita. Hati kaizuia mtu anayo na ana haki nayo hiyo hati. Sio? Na alisomi kwa jina la Simba Sports Club, linasoma siku Sunderland, siku linasoma huko vitu vingine. Unaelewa? Sasa ukiangalia hatuwezi kwenda tubadilishe tuweke vitu. Huyu mtu ambaye tunamzungumza sana, tunasema kwenye klabu yetu amekuwa shida, na mimi naweza nikazungumza amekuwa shida upande mwingine. Sawa? Ukiangalia hii timu inahitajika iende mbele, lakini kuna watu wanakuja ndani ya timu unaangalia hawana nguvu. Kuna kipindi tulizungumza mwenyekiti wetu ndani ya Simba hana nguvu, akaongezewa power. Katiba yetu ikabadilishwa kidogo, mwenyekiti akaongezewa power. Sasa hivi mwenyekiti akiingia kwenye kikao cha wajumbe anakuwa nani? Anakuwa makamu au anakuwa makamu mwenyekiti. Kipindi kile alikuwa mjumbe. Sio? Ana power. Tunakuja kipindi tunaingia kwenye mfumo wa transformation, Babla alikuwa CEO. Kwanza tulikuwa na CEO yule South Africa, alikuwa na power. Alikuwa na power Senzo. Sio? Akatoka Senzo tukamchukua Babla, sio? Akawa na power. Lakini ukiangalia baada ya kutoka Babla, sio aliyokuepo sasa hivi ni mtu kupewa maelekezo. Sio? Kuna kitu hiki kinatakiwa kifanyike, unatakiwa usaini hapa na saini. Lakini Babla alikuwa anafuatilia. Kwa hiyo kwenye uchaguzi tunaoenda kuchagua mwenyekiti wetu wa Simba Sports Club, kuchagua wajumbe wetu, tuhakikishe mwenyekiti anaongea kauli moja na mwekezaji.
Kama tutaenda kama tulivyoenda msimu huu, bado hii klabu tunaingiza kwenye shida. Na mimi niwaambie wanachama na mashabiki wa Simba, sio msione hii klabu kubwa tunanunua jezi tunafanya kufa, klabu inakufa. Yaani kufa, klabu inakufa. Wadhamini watapokaa pembeni, klabu inakufa, haiwezi kujiendesha. Sisi tunaopiga midomo huku pembeni, hela zetu za shida, hatuwezi kuiendesha ile klabu. Sio? Lazima wawe watu wenye mifuko, wakuja pale kuweka mafungu yao, klabu hivi iweze kwenda. Kwa hiyo lazima turudi kwenye mfumo. Tusitake kugombana. Haya maneno tunarushiana, mwenyekiti hafai, si mwekezaji hafai, fulani hafai, si nini. Sasa hivi kuna vijana wametengenezwa machawa wengi sana. Unaelewa? Machawa wengi sana, unapewa 20,000, 10,000, unaenda kumtukana mtu matusi, unamuongelea mtu vibaya. Mimi ndio miongoni mwa watu influencer na sio kwamba najidai, niliyemkataa Mangungu hadharani kwenye hizi media zenu hizi. Before huko nyuma ana miaka 2 pale Kakaibu. Sio? Lakini mpaka wakati huu nikichunguza nasema imeshafika mwisho. Haina haja tena ya kumtukana wala kumrushia maneno. Kama maneno makali watu wameshamaliza. Tuende sasa hivi, tunaelekea kwenye uchaguzi, tujue ni nani anakwepa. Sasa basi, tunapozungumza lazima tujue tuwasaidie hawa viongozi wenzetu nini cha kufanya kwenye klabu yetu. Sawa? Kuna vitu vya kufanya kwenye klabu ili tuweze kwenda mbele. Kwanza sasa hivi tumeshachelewa. Tunaenda kwenye uchaguzi. Twende tukachague watu ambao wataenda sawa na mwekezaji. Tumchague mwenyekiti wa Simba ataongea lugha moja na mwekezaji. Timu lazima iwe na CEO wa kuamua, wa kudadisi, sio CEO wa kupokea maelezo. Unaelewa? Sio CEO wa kupokea maelezo. Tuwe tuna CEO kama Babla, nikizungumza hivyo mtanielewa. Tuwe na CEO kama Senzo. Sio CEO ambaye anaweza kadadisi. Sio? Mfumo wetu wa usajili ndani ya Simba Sports umekuwa shida. Yaani mchezaji sasa hivi ametoka huko anatakiwa ana simu za watu kibao, alafu mnasema ngoja tukae bodi saa 6 tujadili, alafu baadaye tutumwe invoice kwa Mo aipitishe, alafu ndo tutoe hela twende, watu wameshambeba. Unaelewa? Huu mfumo mgumu. Tuwe tuna maamuzi. Mo awe na mtu kama alivyokuwa Babla. Akipiga simu kwake, bwana kuna fungu linatakiwa ili baadaye tutalitolea maelezo, hela inatoka. Alafu baadaye ataitolea maelezo. Kwa nini hela imetoka? Tumemsajili huyu mchezaji kiasi kadhaa. Sio? Umenielewa vizuri eh? Kiasi kadhaa. Ndio inapotakiwa klabu iendeshwe hivyo. Kwa hiyo mfumo wetu wa usajili umekuwa mgumu, umekwama hapo kwamba mchezaji hawezi kusajiliwa mpaka bodi ikae. Imchambue huyo mchezaji. Wakubaliane na hicho kiasi anachokitaka na timu yake inachokitaka. Ndio apitishe, wamtumie invoice Mo aisaini, ndio aende akachukue hela benki, wakamlipe mchezaji. Naelewa? Sasa mwingine kwa hila zake anaweza akafanya hujuma kwa yeye anavyojua. Kwa sababu sisi binadamu tuko tofauti. Sio? Huo mfumo usiende. Sawa? Kwa hiyo lazima tuwe tuna mtu CEO mwenye sauti. CEO ambaye ana maamuzi. Yaani akichukua simu yake hivi, akimpigia Mo, bwana inahitajika bilioni 2. Sawa? Kuna jambo hili na hili, nenda akachukue baadaye ataitolea maelezo. Lazima tuwe hivyo. Naelewa? Kitu kingine nataka nizungumze kidogo kwenye tamasha letu la Simba Day. Nataka nizungumze kidogo. Hapa ndawagusa kidogo afisa habari wetu ndamgusa kidogo. Sitomgusa kwa ubaya, ndamgusa kwa kumuomba ushauri. Simba tuna influencers wengi sana. Tuna comedian wengi sana. Kuna Uncle Zala. Kuna mtu mmoja anaitwa Pacha wa Mediali. Henry au jina lingine mnapenda kumuita anaitwa nani? Mmezoea kwa hivyo Lumato. Lumato. Hawa watu ni comedian. Sio? Wana vitu vingi sana wanavifanya. Yaani ukimwona mtu anapambana kwenye mitandao, Instagram, si TikTok, ana followers si milioni 2, sio kitu chepesi. Nyinyi mnajua watu wa media. Sio? Kwa hiyo ifike kipindi afisa habari wetu kwenye matamasha yetu ya Simba Day, kabla ya vitu vingine vyote, akae na watu ambaye hawa influencers wa Simba waonekane, kwa sababu lile ndio tamasha kubwa. Ile ndio basi. Ngoja ni wengine wanasherehekea vitu wasivyovijua. Sisi tunasherehekea kitu tunachokijua. Yaani ile tarehe 8 mwezi wa 8 ndio siku Simba imezaliwa, ndio siku Simba inasainiwa, inaingizwa kabisa kwenye rejista zile za serikali kujulikana kwamba hii ndio Simba Sports Club, ndio imezaliwa tarehe 8 mwezi wa 8. Sio? Kwa hiyo tunasherehekea birthday ya timu yetu ya kuzaliwa kwake. Bahati nzuri mimi ni miongoni mwa hiyo namba. Kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 ni birthday yangu mimi Nyamsimba. Kwa hiyo nasherehekea kitu ambacho mwana Simba unaenda kusherehekea kitu unachokijua. Hausherehekei kitu usichokijua kama wenzetu upande wa pili. Wanasherehekea kitu wasichokijua. Sisi tunasherehekea birthday kama birthday yetu. Kwa hiyo influencers hao wanahitajika. Kwa mfano ushauri tu kwangu. Wakiupenda au chukua, wasipopenda au acha. Simba Day tamasha kubwa linaanza takribani siku nzima. Kuanzia saa 1 kuendelea mpaka saa 4 huko.
Hapa katikati tukawachukua influencers wa Simba. Wakawa na jambo lao pale uwanjani. Wakawa labda wanatumbuiza, ukashika maiki, ukafanya nini. Wakina Ankozala wazee wa comedy, wakina Lumato waweke comedy zao pale za Simba. Sio? Hii ni maana ya Simba Day, tunasherehesha, yani ni kusherehesha, yani mtu anayekuja uwanjani, kuna mwingine anapenda mpira, kuna mwingine anataka angalie vituko, kuna mwingine anataka tuweke hivyo vitu vinjonjo vio vingi. Lakini tukiangalia tamasha letu lililopita la 88, main character alikuwa Ahmed Ally afisa habari wetu. Ndio alimaliza mchezo wote. Yani yeye ndio alifunga kila kitu. Unaelewa? Yani nikizungumza main character utakuwa unanielewa. Yani tunasema kwenye main character kwenye siku yetu ya Simba Day inatakiwa iwe timu yetu ya Simba. Sawa? Yani ile timu ile ndio main character. Pale anapoita fulani. Yani kile kikosi chetu cha Simba kile kinapotambulishwa kile ndio main character. Sio? Na mchezo unaoenda kuwakilishwa ndio unabeba ile main character inaenda kuwakilisha kwamba yes, tumesajili wachezaji bora, tumepata ushindi. Haitakiwi siku ya Simba Day kupoteza. Yani ni kitu kibaya sana kwetu. Simba Day inatakiwa timu ishinde, isipoteze. Kwa sababu tumekuja kusherehekea na kuona kikosi chetu kilichokuwa bora kinachotupeleka msimu unaokuja. Sawa? Kwa hiyo hapa inahitajika kila mwana Simba anayoisemea Simba na anayeitetea Simba, siku ya Simba Day aonekane pale. Sisi tunabeba, yani mimi Nyami Simba unavyoniona nazungumza hapa, nabeba wawakilishi wengi nje wanaonifuatilia. Sawa? Na kila mwana Simba unayemuona influencer yoyote, unayemuona yoyote comedian kwenye mitandao, ana wale watu zile namba unazoziona sio bure, ni watu wanamfuatilia. Ina maana yule anachokisema watu wanapokea huko nyuma kwamba yuko right. Sio? Kwa hiyo tamasha letu lazima lichombwezo linoge. Influencers waitwe, wapewe kitu cha kufanya pale kwenye jukwaa. Comedian wetu waitwe, wakina Ankozala, wakina nani, wafanye vitu vyao pale. Watu waburudike. Sawa? Hii ni platform, kila mtu mpe, tusiwe wachoyo. Kwamba naogopa kumpa fulani bwana atajulikana zaidi, mimi nitakuwa hivi na hivi. Hapana. Namwamini sana mimi afisa habari wetu Ahmed Ally, ni mtu ambaye kanyoka sana, yuko right. Mwanangu sana, tunawasiliana sana kwenye simu, tunatumiana sana message. Japo sometime anakuwa yuko busy. Lakini na I hope hiki kitu anaweza akakifanyia kazi next time. Simba Day yetu itakuwa nzuri sana. Tunataka tuone wale watu wale influencers wetu, tunataka tuone wale comedian wetu kwenye mitandao wanaoisupport Simba waonekane pale mbele. Hicho sisi ndio furaha kwangu, ushauri wangu hilo. Kitu kingine narudia kwa msisitizo. Mwana Simba unayejiona wewe kijana umekamilika uko tayari. Tarehe 1 uchaguzi, kampeni zinapoanza, kachukue fomu. Gombea ubunge, gombea nafasi ya mwenyekiti. Lakini tukitoka huku kote, timu yetu imekuwa imefanya vibaya msimu huu kidogo. Tumekuja hapa mwishoni kama timu unaiona, tumechukua vikombe vya Mapinduzi, tumechukua CRDB. Kuna watu pale ndani wamekuja kusimama pale. Sio vibaya kuwataja, unaelewa, japo na mimi ndaonekana chawa, I don't care. Sijali sana. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Magoli. Kuna Mkwabi. Sio? Kuna marehemu aliyefariki anaitwa Idi Kajuna. Sawa? Ujaji wao ndani ya Simba na kusimama pale, ndo haya matokeo tunaona tumechukua hivi vikombe viwili. Na sio unafiki. Kwa nini niwe mnafiki? Vitu vinaonekana. Unaelewa? Kwa hiyo kama mnapepesa macho, kuna watu ambao mnataka wakae ndani ya Simba sura tulizozizoea. Sijui, simchaguli mtu. Lakini ni bora niende na hawa ambao wamenipa kitu. Naweza nikajidai sasa hivi navaa jezi yangu ya Simba kwamba nina kombe la CRDB na kombe la Mapinduzi. Before kabla ya hawa sisi tunatoka mbwende. Nikisema mbwende mnanielewa. Sio? Tunamaliza msimu hatuna kitu tulichochukua. Timu kubwa kama ile Simba tunasajili wachezaji wa gharama, mchezaji mmoja mshahara tu pale analipwa milioni 20 kwa mwezi. Milioni 20 kwa mwezi mshahara mtu anachukua. Na huo mshahara alipi mtu mwingine analipa Mo ambaye leo sisi tunamwona mwekezaji hapa. Alafu na mtu huko nje hapa anakaa Mo afai. Nenda kamlete babako ajielekeze. Tusiletane masiala inapokuja kwenye swala. Tusiwekane maswala kwenye swala linalokuja la Simba. Simba ina watu. Unaelewa? Simba ina watu. Mimi kwa kuzungumza hayo nafikiri yanatosha zaidi, na niwashukuru ndugu zangu waandishi wa habari.